الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Tunaendelea na kitabu chetu Ar-Risalatu al-Mukhtasaratu fi bayani ma'na al-ayati al-mutashabiha wal-ayati al-muhkama. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi ad-darain amin. Baada ya kumaliza kauli ya Imam Shafi semayo radiyallahu anhu, amantu bima jaa anillahi ala muradillahi, nimekiamini kilichokuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa makusudio ya Mwenyezi Mungu. Wa bima jaa an rasulillahi ala muradi rasulillah, na kilichokuja kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa makusudio ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Yani radiyallahu anhu anamaanisha Mwenyezi Mungu amwiradhi, la ala ma qad tadhhabu ilayhi alawham, si kwa vile ambavyo zinakwenda haraka zinakwenda haraka nini hizo kwenye tuhma, yani maana hizo, wadhununi na dhana min almaani alhisiya, katika hizo maana za hisia, waljismiya na za kiwiliwili, allati la tajuzu fi haqqi llah, ambazo maana ambazo hazijuzu kabisa katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaendelea hapo sasa. Walmaslaku thani, na mapito ya pili, maslakul khalaf, ni mapito ya khalaf. Fahum yuawilunaha tafsila, basi wao walikuwa wanafanya tawili ya tafsili ya ufafanuzi, wanachambua hasa bitayini maani laha, kwa kuainisha zile maana zake hizo ayatu mutashabihat. Lakini hizo maana zipoje? Mimma taqtadihi lughatul arab, katika maana zinazokwenda sambamba na lugha ya Kiarabu. Wala yahmilunaha ala dhawahiriha, na wala hawakuwa wakizibeba kwa uwazi wake aidan vile vile. Fahum, basi wao, muwafiquna lisalafi fi dhalika, ni wenye kuwafikiana na salaf katika hilo. Wao salafi walikuwa wakifanya tawili ya ijmaliye, sawa. Hawapa walikuwa wanafanya tawili ya ufafanuzi kwa kuainisha maana ambayo inaendana na lugha ya Kiarabu, na wala hawakuwa wakizibeba kwa maana ya dhahiri. Kwa hiyo wao wameafikiana kwa kule kutokuzibeba, wamefikiana na salaf kwa kutokuzibeba zile ayatu mutashabihati kwa uwazi wake, sawa kama ambavyo watasema fasalafu wal khalafu, basi salaf na khalaf, muttafiqani ala adami alhamli ala adh-dhahir, ni yenye kuwafikiana juu ya kutokuzibeba juu ya uwazi. Fa fi aya, katika aya, arrahmanu ala al-arshi istawa, arrahmanu ala al-arshi istawa allati mathalna biha, ambayo tumeipigia mfano qala as-salaf, wamesema salaf, ay aktharuhum, yani wengi wao, wengi ya salaf, istawa bila kaifin, sawa, istawa bila namna, ai istiwaun yaliqu bi jalalillahi wa azamatihi, istawa ambayo inafaa kwa cheo cha Mwenyezi Mungu na utukufu wake, kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu, wa azamatihi, na ukubwa wake. La ala almaana alladhi yakunu min sifati almakhluqati, sio kwa maana ambayo inapatikana katika sifa za viumbe. Ai, yani la ala maana aljulusi, sio kwa maana ya kukaa kitako, au istiqrar, au kuchukua nafasi, au uluwi almakani, au ujuu wa mahala. Wa amma ahlul maslak athani, ama watu wa mapito ya pili, faqalu, wakasema istawa ay qahara, ameiteza nguvu, wa hafidha, na amehifadhi, wa abqa, na ameibakisha huko ilipo. Maneno hayo miongoni mwa waliosema maneno hayo ni al-Imam al-Qushairi katika maneno aliyoyanukuu al-Imam Muhammad Murtadha Zabidi fi Ithafi Sadat al-Muttaqin. Istawa fi lughati al-Arab, istawa katika lugha ya Kiarabu, sawa anasema likauni qahara, kwa vile qahara min maani istawa, ni katika maana za istawa, kuteza nguvu, sawa fi lughati al-Arab, katika lugha ya Kiarabu. Walikauni hadha al-maana, na kwa sababu hii maana hii, muwafiqan lil ayati al-muhkama, yenye kuafikiana na aya muhkama, laysa kamithlihi shay, na pia vile vile ni wali qawlihi ta'ala, na yenye kuafikiana kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, sawa naye ni mwenye kuwateza nguvu waja wake. Sasa mtu mwingine unapomwambia arrahmanu ala al-arshi istawa, kwa maana ya qahara, ameteza nguvu, basi kwambia kuteza nguvu bwana lazima ipatikane kwamba mashindano, alafu baadaye ndo kateza nguvu. Hii hapa aya, na hii itatafsiri hivyo? Hapana, sawa kama ambavyo itafafanuliwa
huko mbele. Wayaqulu ba'du ahli zayghi, na anasema baadhi ya watu wa upotevu, inna ta'wila mamnuun, ta'wili ni yenye kuzuiliwa, haitakikani. Mtu ambaye anasema hivi anadhihirisha ule ujinga wake kabisa, na Qur'ani haijui, na sijui hata anasoma nini katika Qur'ani. Wa inna salafa masta'maluhu, na salafi hawakufanya ta'wili, akasema hivyo wa hadha kalamun batilun wa mardudun, maneno haya ni batil na ni yenye kurudishwa. Kaifa, iweje? Waqad jaa fi sahihi an sayyid al-kaunaini, na hakika imekwisha kuja katika sahihi kunako sayyid al-kaunaini sallallahu alayhi wasallam, annahu, kwamba yeye qaddama lahu ibn Abbas, alitanguliziwa, aliletewa, tuseme aliletewa na ibn Abbas, wadu'ahu ay ma al-wudu, maji ya udhu. Kuna wadhu na alwudhu. Hiyo wadhu ni maji ya kutilia udhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliletewa maji na ibn Abbas, sawa faqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume alikuwa anakesha usiku, sawa ibn Abbas siku Mtume akaenda akiwa kwa halo yake kule, na yeye anakwenda, sawa Faqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man faala hadha, nani aliyefanya hili? Mtume anamka usiku anakuta maji tayari yameshatayarishiwa, akasema man faala hadha, nani aliyefanya kitendo hichi? Faqala, akasema qultu, nikasema ana ya Rasulullah, ni mimi mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Faqala, akasema Allahumma faqihhu fi din, Mwenyezi Mungu mpe ufahamu huyu katika dini, waallimhu ta'wila, na umfahamishe ta'wili. Walau kana ta'wilu mahdhura mutlaqa, law ingelikuwa ta'wili ni yenye kuharamishwa kwa hali zote, la kana hadha du'aan alayhi, tarekebisha hapo la kana hadha du'aan alayhi, ingelikuwa kauli hii ni maapizo juu yake, la lahu, sio dua. Na Ibn Abbas alivyokuwa anapenda kusoma kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam basi akaombewa dua hiyo, kwa maana kile anachokitaka hasa ni ilmu kutoka kwa Mtume. Mtume akamwombea Allahumma faqihhu fi din wa'allimhu at-ta'wil, sawa bal inna man'a at-ta'wili, bali kuzuia ta'wili, yuaddi ila darbi al-Qur'ani, kunapelekea kwenye kugongana Qur'ani, ba'dhihi bi ba'dhi, baadhi yake kwa baadhi nyingine. Kivipi? Tutafafanua falau akhadha akhidhun bi dhahiri al-aya, lau alichukua mchukuaji dhahiri ya aya, akachukua tu wazi wazi, sawa wa huwa ma'akum aina ma kuntum, naye Mwenyezi Mungu yu pamoja nanyi popote mlipo. Sisi tunafahamu pamoja hapa ni pamoja wa ilmu, sawa lakini mushabiha na hii nao pia vile vile wamefanya tawili, hakubali, kwa sababu kama hawajafanya tawili itakwenda kinyume na akida yao wanaoitakidi kwa Mwenyezi Mungu uko juu huko. Sasa lau kwa mfano mtu akaja akachukua dhahiri yake, fa'taqada anna Allah ma'a kulli wahidin bidhati, akaitakidi kwamba Mwenyezi Mungu pamoja na kila mmoja kwa dhati yake, au yataqada anna Allah mutahayyizun fi kulli makanin, au akaitakidi kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kuchukua nafasi katika kila sehemu. Wa akhadha bi dhahiri al-aya, na akachukua dhahiri ya aya, ar-rahmanu ala al-arshi istawa, akachukua hiyo dhahiri yake. Fa'taqada anna Allah jalisun ala al-arshi, akaitakidi kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kukaa juu ya arshi. La adda hadha ila tanaqudin, ingelipelekea hili kwenye tanaqudin, mgongano. Lianna maanahu ala dhahiri, kwa sababu maana yake kwa wazi, anna Allah fi jihati fawqa al-arshi, yuko upande fulani wa juu ya arshi huko, kwa Mwenyezi Mungu kwa upande fulani wa juu ya arshi, ile dhahiri ya aya wa annahu ma'a kulli wahidin bi dhati, na kwamba hakika yeye pamoja na kila mmoja kwa dhati yake, fi kulli jihati, katika pande zote, kwa sababu kachukua aya hizo hapo zote mbili, sawa wa minha, na miongoni mwa hizo pande, jihatu tahdi, upande wa chini, fil ardi, katika ardhi, fayaqa'u tanaqud, ikawa ni sababu ya kupatikana mgongano. Sasa mtu ataitakidi vipi manake? Na ndio maana salafi na khalaf ni yenye kuafikiana juu ya kutokuzibeba aya kwa uwazi wake. Wale kule wamesema moja kwa moja Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa an yaliqu bihi, au kwa akasema istawa ay qahara, ambayo inakwenda sambamba na aya wa huwa al-qahiru fawqa ibadi. Wa hasha an yakuna fil Qur'ani tanaqud, umbali ulioje kuwepo katika Qur'ani mgongano. Qur'ani hegongani. Faqad qala Allah ta'ala, hakika amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, afala yatadabbaruna alquran,
hivi hawaizingatii hawa Qur'ani. Walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira, lau ingelikuwa Qur'ani inatoka kwa si kwa Mwenyezi Mungu, basi ingelijaa tofauti nyingi mno. Amma law radda hataini alayataini ila alaya, au ama lau angelizirejesha hizi aya mbili kwenye aya hii, laisa kamithlihi shay, yani aliposema arrahmanu ala al-arshi istawa wa huwa ma'akum aina ma kuntum, akairejesha kwenye laisa kamithlihi shay kama alivyokuwa akifanya salaf. Fa awwal al-istiwa akafanya ta'wili bil qahri, akafanya ta'wili istiwa kwa al-qahri, sawa au qala lahu ma'nan yaliqu billah, sawa, maana akafanya tawili ya tafsiri au akafanya tawili ya waliokuwa wakifanya salaf ya jumla. Au qala lahu ma'nan yaliqu billah, au akasema bwana hizo aya hizo zina maana ambazo inafaa kwa Mwenyezi Mungu. Wa nafa'anillahi almakana, na mtu huyo akamkanushia Mwenyezi Mungu mahala, waljulusi na kukaa, walistiqrara na kuchukua nafasi, ala alarshi, juu ya arshi. Wa awwala qawluhu ta'ala, na akafanyia tawili kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aya hiyo akafanya tawili gani? Bil ilmi, kwa ilmu. Ayani annahu muhitun bikum, kwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kukudhibitini kwa elimu. Muhitu bikum ilma, ni mwenye kukudhibitini kwa elimu, sawa la kana dhalika salamatun wa najatun, ingelikuwa hilo ni salama na ni kuokoka, sawa, ingeliokoka. Lakini mushabbiha hawakufanya hivi, likaunihi muwafiqan lilaya muhkam, lilayati almuhkama, kwa sababu ya kuwa kwake ni kwenye kuwafikiana na aya muhkama, laysa kamithlihi shay'un. Wa madha yaqulu man yamna'u ta'wila, na ni kitu gani atakisema mtu ambaye anazuia ta'wili fi qawlihi ta'ala, katika kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu, ikhbaran an sayyidina Ibrahim alayhi salam, aliyakutoa habari kuna kwa sayyidina Ibrahim alayhi salam, inni dhahibun ila rabbi sayahdin, hakika mimi ni mwenye kwenda kwa Mola wangu ataniongoa, hakika mimi ni mwenye kwenda kwa Mola wangu ataniongoa. Sasa wengine unakuta mushabiha anakukazia na kwambia arrahmanu ala juu, arrahmanu ala al-arshi istawa, umefahamu, anakwambia ile ala, sawa basi akikwambia hivyo wewe mwambie inni dhahibun ila, na ila mnajua nyinyi watu wa lugha kazi yake ni nini, inafidisha nini, sawa wa kana Ibrahimu, na alikuwa Saidina Ibrahimu alayhi salam dhahiban ila Filistina, alikuwa anaenda zake wapi? Palestina, sawa hal yaqulu bizamihi, hivi atasema kwa madai yake inna Allah yaskunu Filistini, kwamba Mwenyezi Mungu anaishi Palestina, huko anakaa Palestina. Am sayuawilu hadhihi alaya, au atafanyia tawili hii aya liwafiqa alaya muhkama, ili yafikiane na aya muhkama, laysa kamithlihi shay'un, bila shaka atafanya tawili. Wa ghaira anasizo kwa hizo min alayat almuhkamati, katika ayatu muhkamati. Wa muradu sayyidina Ibrahima ikhwata al-iman, na makusudia Saidina Ibrahim ndugu zangu katika imani, biqaulihi inni dhahibun ila rabbi saadin, kwa kauli yake aliposema inni dhahibun ila rabbi saadin, sawa ai ila haithu amarani rabbi, pale mahala ambapo Mwenyezi Mungu ameniamrisha. Au inni dhahibun ila Filistina al-ardh al-mubaraka, au mimi ninakwenda Palestina, ardhi yenye baraka, inda rabbi, kwa Mola wangu, li anna Filistina ardhul anbiya alayhimus salatu wassalam, kwa sababu Palestina ni ardhi ya manabii, pashuka juu yao amani. Na kama leo tunavyoona ndugu zetu huko wanapopata tabu, Mwenyezi Mungu wasaidie. Fa ya akhi almuslim, ndugu yangu Muislam, in sami'ta, hii ni tahadhari, in sami'ta, utakaposikia, au qara'ta ayatan fil Qur'ani, au ukasoma aya yote ile katika Qur'ani, dhahiruha mukhalifun lilayati almuhkamati, wazi wake inakwenda kinyume na ayatu muhkamati. Utakaposoma Qur'ani au hadithi yoyote ambayo dhahiri yake inakwenda kinyume na aya muhkama, fala tatasarra'anna, usifanye haraka, illa mtakun samita tafsiraha, kama hukuwa hipo kusikia tafsiri yake, mimman huwa ahlul lidhalika, kutoka kwa ambao ndio wenyewe, yani wataalamu wa haki. Waqul, sema laha ma'nan yaliqu billah, sema hiyo inayo maana ambayo inafaa kwa Mwenyezi Mungu. Waruddaha ila alayati almuhkamati, na uirejeshe katika ayatu muhkamat. Wala ta'khudh bidhahiriha, na wala usichukue kwa uwazi wake, allati qad yatabadaru ma'nahu ila dhihnika, ambayo inaweza kwenda haraka maana yake kwenye akili yako. Mimma yuhimu tashbiha Allah bi khalqihi, katika maana ambayo inatuhumisha kumfananiza Mwenyezi Mungu na viumbe vyake. Hii tahadhari muhimu.
ورضي الله تعالى عن سيد الكونين أحمد الرفاعي الكبير القائل، Mwenyezi Mungu amwiradhi huyo Saidi Ahmad al-Rifai al-Kabir al-Qail wasema sunu aqaidakum, sawa zihifadhini aqida zenu, min at-tamassuki bi dhahiri ma tashabaha min al-kitabi was-sunnah, kunako kushikamana na dhahiri kunako kushikamana na dhahiri ya kinachotatiza katika kitabu na sunna. Fa inna dhalika min usuli al-kufri, kwani hakika hilo ndio msingi hasa wa ukafiri. Sasa mtu akishaitakidi dhahiri ya ayatu mutashabihati, huyo atapotea, ambayo laisa muradan, si makusudio. Dhakarahu fil burhani al-muayyad, ameyataja maneno hayo katika kitabu chake al-burhani al-muayyad sahifati thaniyati wal 20 ukurasa wa 22. Insha Allah taala tutakuja kuondokea hapo. Wa amma qawluhu taala arrahmanu ala al-arshi istawa, ama kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu arrahmanu ala al-arshi istawa, falaysa maanahu annahu qada, sio maana yake kwamba amekaa kitako au istaqarra au amechukua nafasi. Inma maana istawa, kama maana istawa huwa maana yaliqu billah, ni maana inayofaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajazakumullahu khairal jazaa.